Vikwazo vya maombi ya mkopo. Je, umesalimika? Kila mwaka wanafunzi wengi wanajikuta wamekwama kwenye maombi ya mkopo wa elimu ya juu. Sio kwa sababu hawastahili mkopo, bali kwa vikwazo vidogo vinavyopuuzwa. Leo tunapitia vikwazo 4 vikubwa. Angalia kama umesalimika. Kikwazo namba 1, kukosa NIDA. Kama una umri wa miaka 18 na zaidi, lakini hujaomba NIDA, hiki ni kikwazo kwenye maombi ya mkopo wa elimu ya juu. Kwa waombaji wenye miaka 18 au zaidi wanaokosa NIDA, huenda wakakataliwa moja kwa moja. Suluhisho la haraka: nenda ofisi ya NIDA kwenye wilaya yako leo, au fanya usajili wa awali mtandaoni ili kupata namba yako haraka kabla ya kuomba. Kikwazo namba 2, NIDA kutofautiana na taarifa za shule. Kama jina au tarehe ya kuzaliwa ya NIDA haifanani na cheti cha kidato cha 4, hii ni mojawapo ya kikwazo kingine tena. Madhara yake: inawezekana ombi lako likakataliwa wakati wa uhakiki. Suluhisho la haraka: fanya marekebisho ya taarifa zako kwa kufika NIDA mapema ili kutafuta utatuzi wa tatizo hili. Kikwazo namba 3, kukosa vithibitisho vya wazazi, vya ulemavu au kifo. Ikiwa mzazi au wazazi ni walemavu au wewe ni yatima, lakini huna nyaraka rasmi za kuthibitisha maombi yako, kukosa cheti cha kifo cha mzazi au wazazi kilichothibitishwa RITA haitakusaidia. Kipaumbele chako kinaweza kupotea hata kama hali yako ni ya kweli. Pata vithibitisho vyako. Ikiwa ni cheti cha kifo, omba RITA na fanya uhakiki upate namba ya uhakiki ya cheti cha kifo kutoka RITA mapema, na usisubiri tena kwa sababu muda unaisha. Kikwazo namba 4 ni kukosa NAPA. Kama hujawahi kusikia kuhusu NAPA au huelewi ni nini, hii itakugharimu. Kuanzia mwaka jana, kila mwombaji wa mkopo anahitaji kuwa na anwani ya kitaifa, yaani NAPA, pamoja na NIDA. Bila hii huwezi kukamilisha fomu ya OLAMS. Suluhisho la haraka: tembelea ofisi ya afisa mtendaji wako wa mtaa ili usajiliwe kupata namba yako ya kumbukumbu, yaani reference number, kabla ya kuanza kujaza fomu ya HESLB. Je, umesalimika kwenye vikwazo vyote 4? Kama mojawapo inakuhusu, anza kuitatua leo. Sio siku ya mwisho ya dirisha. Andika kwenye comment ni kikwazo kipi kinachokusumbua zaidi.